wanasema tuko sawa, lakini kumbe tumepotea. Tulikuwa tunajitia moyo, lakini tumeingia kwa shimo ya dhambi, lakini Yesu katika neema yake akatupata na akatuokoa. Na kwa hivyo hatujaokolewa kwa sababu tulikuwa watu wazuri ama tulikuwa tunaenda church. Hata katika church unaweza kuwa pale na uwe mwenye dhambi, lakini Yesu katika neema yake, hata katika kuwa kwetu kanisani, akatusaidia kuelewa kwamba sisi ni wenye dhambi na akatusaidia kukiri dhambi zetu. Na kwa hivyo kuna watu wao wanauliza, hii meza ya Bwana ni lazima watu wakule? Kwa sababu ni kama hawataki kukula. Wanauliza, mtu asipokula hii meza ya Bwana ataenda mbinguni? Na imekuwa ni swali kubwa sana, lakini jawabu yangu ni rahisi. Kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu na tumeamua kwamba tutatii sauti yake, na katika maagizo yake alisema kwa wanafunzi wake, mfanye hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hivyo leo sio issue ya utaenda mbinguni ama utaenda ukikula. Issue ile kubwa ni kwamba Yesu aliagiza, akasema muwe mnafanya hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hivyo kama sisi ni watiifu, inabidi tuweze kutii maagizo hayo, kwa maana ni maagizo kama maagizo mengine katika neno la Mungu. Na katika msalaba wa Kalvari kuna mambo mengi yalitendeka, na nataka tuangalie mambo matatu ambayo ilibadilishwa pale. Yaani Yesu alibadilishana nasi. Na sijui nitumie mfano gani, lakini nitatumia mfano kama huu, ya kwamba Yesu kuna vitu alikuwa navyo, na hizo vitu tulizihitaji. Na wakati alikufa msalabani, akatupea nafasi ya kutupea kile ambacho tulihitaji, na sisi tukampatia kile ambacho kilikuwa kinatusumbua. Na hiyo tunaita mabadilishano ya kiroho, ya kwamba katika neema ya Kristo akatupatia kuwa wenye haki na akachukua dhambi zetu. Sisi tulikuwa wenye dhambi, na katika kupotea kwetu Yesu Kristo hakuwa na dhambi, akasulubiwa msalabani kwa niaba yetu. Sisi ndio tulisulubiwa, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Sisi wenye dhambi ndio tungesulubiwa, yeye alikuwa sawa, lakini kwa niaba yetu akasema wachana na hawa, badala ya kuwaua, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, wacha nikufe mimi kwa niaba yao. Na kwa hivyo hii kifo ya Yesu haikuwa ya kawaida, ilikuwa ni kifo ambayo ni ya kujitolea, na hata sio watu walimnyang'anya uhai wake. Yesu mwenyewe alisema, mimi ninaupeana uhai wangu. Na kwa hivyo hawangeweza kumnyang'anya uhai, hawakuwa na nguvu ya kufanya hivyo. So sisi ndio tumekufa, lakini Yesu ametupatia uzima, na zaidi ya kutupatia uzima ametubadilisha. Kuna kila mmoja wetu alikuwa amefungwa na dhambi, na tulitaka sana kumfurahisha Mungu, lakini kwa sababu ya asili ya dhambi ndani yetu tulijaribu, lakini hatukuweza. Na kwa hivyo siku ya leo tunahesabiwa wenye haki, sio kwa sababu ya matendo yetu, bali ni ile kazi Kristo Yesu amefanya katika msalaba wa Kalvari. Kwa hivyo nikiuliza, watu wangapi hapa ni wenye haki? Wangapi ambao ni wenye haki? Wangapi hawajui vizuri? Wanasema basi naelezea ndio uulize sasa. Wale hawajui kama ni wenye haki. Haya, sawa. Haya, ni wangapi ambao, kwa wale ambao wameinua mkono, ni wangapi ambao ni wenye haki kwa sababu ya matendo yao mazuri, kwamba wao wanafanya mambo mazuri, na kwa sababu ya kuwa watu wazuri Mungu amefurahishwa na wao, akawaambia nyinyi kujeni hapa mpate uzima wa milele kwa matendo yao. Haya, wangapi ambao wamepewa tu hiyo kuwa kwenye haki kwa neema na Mungu? Kumbe nyinyi wana theolojia hiyo. Nipigie makofi, nimechukua hiyo atakana. Sio kwamba tulikuwa wazuri. Nimewahi kukutana na watu wanasema, especially wakati tunafanya evangelism,
Unaambia watu Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zenu, na kama ungetaka kupata uzima mpokee Yesu. Unakuta mtu anakuambia mimi sio mbaya sana. Mimi sifanyi 1, sifanyi 2, sifanyi 3, sifanyi 4, na hata huwa nasaidia watu. Kwa hivyo nikijiangalia katika hiyo mpangilio, naona kama niko karibu na Mungu. Na hiyo ni uongo kabisa. Kwa maana dhambi ni dhambi. Na tumezaliwa kwenye asili ya dhambi, na kwa hivyo hata tukifanya mambo mazuri bila Yesu Kristo hatuwezi kuhesabiwa haki. Kuna watu wengi ambao wamedanganyika. Unapata kwamba wanaamini kwamba wakifanya mambo mazuri watamfurahisha Mungu. Na pia kuna wengine ambao ni watu wa kanisa, ni watu wameokoka, lakini bado shetani anawakumbusha ile mambo walifanya many years ago. Anawakumbusha ya kwamba kuna siku walitembelea mganga wakiwa hawajaokoka. Na saa zingine hiyo maneno wakikumbuka wanasema hii meza siwezi kula, kwa sababu hata kama nimeokoka nilitenda dhambi nyingi sana. Dhambi zangu ni nyingi sana. Wacha nikwambie, hata kama ziko nyingi namna gani, damu ya Yesu imezisafisha. So long as umempatia Yesu maisha yako, amesafisha zote. Kuna mtu ambaye alikuwa mtumishi mkuu wa Mungu na alitumiwa sana katika kizazi chake. Na kabla maisha yake ya wokovu alikuwa ameishi maisha ya kuchanganyikiwa kama mwenye dhambi yeyote. Na siku moja akiwa jukwani akipeana neno, kuna watu walimjia na walikuwa wanajua maisha yake ya mbeleni. Na wakamwambia, tunataka kukuchallenge ukiwa hapo kwa jukwaa, ya kwamba wewe sio vile unavyosema. Tunajua wewe ni mwenye dhambi, ulifanya hii, ukafanya hii, ukafanya hii. Na huyo mtu nashukuru kwa sababu alikuwa anajua yeye ni nani ndani ya Kristo. Akamwambia, nashukuru kwa sababu mnajua vile nilivyokuwa, lakini waje niwaambie sasa ukweli wa mambo. Yule mnaongelelea alikufa. Yule ambaye amesimama hapa ni mwingine tofauti. Lakini alikuwa tu ni yule, lakini alikuwa anaelezea katika hali ya kiroho. Akiwaambia kwamba wakati alikuwa mwenye dhambi, alikuwa ni mtu amepotea, na wakati alipokea Yesu Kristo, huo utu wa dhambi Yesu alikabiliana nao kabisa. Na sasa yule alikuwa amesimama pale akihubiri ni kiumbe kipya. Katika maandiko yanasema katika 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na hivyo kama umeokoka, umepokea Yesu Kristo na umeifanya hivyo ukimaanisha, haijalishi rekodi zako za zamani zilikuwa mbovu namna gani, haijalishi ni kitu gani ilitendeka ambao mara kwa mara shetani anakukumbusha. Anakuambia wewe, kumbuka ulifanya hii. So long as umepokea Yesu Kristo na umempatia maisha yako, mkumbushe shetani na kwamba Yesu Kristo katika msalaba alilipa hiyo deni yote. Kwa naelezea kwamba kuna wakati especially tukikaribia sikukuu, kuna watu ambao wanatumiwa na Mungu, wanaenda wananunua vouchers, shopping vouchers kwa supermarkets. Naenda nanunua, kuna 500, 1000, 2000, inaanza kuwa kiwango chochote. Na kwa neema ya Mungu, ile neema tu tunasema neema tu kabisa ambayo hatustahili. Nimewahi kubarikiwa na watu na voucher hiyo ya shopping. Nikukombo. Mtu anakuja ananiambia, pastor, hii ni sikukuu yako. Kama weka vizuri kwa bahasha, kakafungwa vizuri na kakaandikwa jina ya pastor. Sasa mimi sijui ninapokea nini, nikifungua nakuta clean shelf. Nasema lazima Mungu ni mkubwa. Mungu ameona nipokee hii. Na jina lake litukuzwe. Sasa huyo mtu alienda akagaramika, akalipa hiyo shopping voucher, na badala yeye aende achukue hizo bidhaa, analetea mtu ambaye atafanyia kazi, anampatia. Sasa nikipokea hiyo, nikienda clean shelf, so long as nitapeana hiyo voucher na zile vitu nimechukua zinatoshana naye, sitalipa. Kwa nini nisilipe? Sasa nilipiwa. Inatoka hapo kifua mbele.
Kwa sababu naye Yesu amefanya nini? Ametulipia. So wakati anaona tunakaa baridi, tunachanganywa na shetani, tunaambiwa tukumbuke mambo tulifanya kitambo, Mungu anashinda. Kwa nini mnasumbuliwa na huyu shetani?